Ndugu zangu, lazima tukiri kwamba ubora wa huduma ndio msingi wa kufanikisha utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Sote tunajua huduma kwa mwananchi si neema, huduma kwa mwananchi ni haki. Hatufanyi hisani tunapomhudumia mwananchi, hatusemi tumemsaidia. Hivyo tuna wajibu kama viongozi kuwasimamia wataalamu wa afya waliopo katika maeneo yetu kutoa huduma bora za afya ili wananchi wasipoteze imani walioiweka kwa serikali yao. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu, vifaa vya uchunguzi na kuleta wataalamu. Hivyo hatuna sababu ya kutokuwa na huduma bora. Ninawaomba tutoe ushirikiano, hasa kwenye vituo, kwenye zahanati, kupitia ninyi viongozi wetu wakuu wa mikoa, kupitia waganga wakuu wa mikoa, kupitia waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, kupitia makatibu tawala wa wilaya. Ninaomba mshirikiane na timu zitakazokuja kurekebisha mifumo ili tuwe na mfumo mmoja wa kitaifa. Nimetangulia kusema haya ni maamuzi ya juu kabisa ya nchi. Hatutegemei mtu yoyote kukwamisha zoezi hili. Tutachukua hatua iwapo mtu yoyote ambaye atakwamisha marekebisho haya ya mifumo. Hatutasita kuchukua hatua. Eneo la pili muhimu ni utolewaji wa elimu kwa umma na uhamasishaji wa taifa. Ndugu viongozi, nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana. Ninatambua kwamba waheshimiwa wakuu wa mikoa katika levo yenu tayari mmekwisha anza kuchukua hatua mbalimbali za utolewaji wa elimu, na wapongeza sana. Wagonjwa 99% wanalipiwa na serikali. Hata wale wasiokuwa na fedha, wenye fedha kidogo, wanalipiwa na serikali. Wenzetu jirani, mgonjwa wa kansa anapoingia kituoni mpaka anaanza kupata huduma inawachukua miezi 6. Sisi Tanzania tunakwenda wiki 2 tu. Tumpigie makofi Rais Samia kwa kazi nzuri hii ambayo ameifanya kwa taifa hili.